katika mapigano ya kivita. Kwa hiyo miujiza yake mingi Daudi iliendana na mashindano na mapigano ya kivita. Ndio maana Daudi alikuwa anaweza kutengeneza mavazi ya chuma na silaha na vito kati wa Daudi. Yesu alikuja wakati wa elimu ya uponyaji, uganga na tiba. Ndio maana miujiza na maajabu mengi ya Bwana Yesu yalitengenezwa katika mtindo huo pia. Yeye akaponya wenye, akafufua. Miujiza yake ililetwa kwa wakati huo kulingana na mahitaji ya wakati. Mtume Muhammad sallallahu ndo nabii wa mwisho. Sahihi kabisa. Kwa hiyo vitu vyote walivyofanya mitume wa nyuma yeye kapewa. Alafu akapewa cha ziada, yeye akawa miongoni mwa watu wanaofundisha sayansi na teknolojia. Kwa sababu zama tulizonazo ni zama za sayansi na teknolojia. Qur'ani ina baadhi ya vitu imefundisha, Biblia haivijui hata kwa bahati. Na ndivyo kwenye Qur'ani, kwenye Biblia havipo. Yaani akitokea mwanamume wa kujibu kupitia Biblia mimi nampa milioni 200. Havipo. Viko vitu ndani ya Qur'ani kwenye Biblia havitajwi. Alafu viko vitu Biblia haitambui, yani bubu haijui. Yani imesema uongo. Biblia iko vitu vya kisayansi imesema uongo. Sawa. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani katika sura ya 11 aya nambari 6. Sura ya 11, surati Hud, aya nambari 6. Mwenyezi Mungu anasema baada a'udhu billahi minashaitani rajim. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardha fi 6 ayami wa kana arshuhu 'ala al-ma'i. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume na anawaambia Waislamu wal ardha, yeye ndiye Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi fi 6 ayami, katika nyakati 6. Wa kana arshuhu 'ala al-ma'i, na arshi ya Mwenyezi Mungu ilikuwa juu ya maji wakati anaumba. Hiyo ni Qur'ani sura ya 11 aya nambari 6. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonyesha uwezo wake katika kuumba, na hiyo ni Qur'ani. Siku katika Qur'ani zimegawanywa kwa makundi matatu. Kundi la kwanza ni siku ya kuchomoza na kuzama kwa jua. Siku ya pili ni siku ya uumbaji ambayo Mungu alitumia kuumba. Qur'ani ndio imefundisha. Biblia haisemi hiyo. Haijasema hicho kitu. Alafu siku ya tatu Qur'ani imefundisha siku ya kisimamo, siku ya malipo, siku ya kiyama. Kwa hiyo Qur'ani ndio kitabu pekee kimetaja idadi ya siku kwa maana ya siku. Lugha nyingine Mwenyezi Mungu kuna maeneo kaitumia neno siku kulikopa ili kuturahisishia sisi kuelewa. Lakini haina maana siku ya kuzama na kuchomoza kwa jua. Sasa ukitaka kuangalia na kuamini kwamba Biblia bado iko nyuma sana kwa elimu kuliko Qur'ani, tutasoma Mwanzo 1:1. Na hii nataka nichukue Biblia nisome nisije nikaonekana nimetoa kichwani. Hii ni Biblia. Hii ni Biblia takatifu hii. Unaweza kuizoom watu waione. Hii ni Biblia takatifu hii. Sio akasema Dr. bwana kaokota kitabu. Ni Biblia hii hapa, hii Biblia takatifu kabisa, na nakwenda kusoma. Na wewe chukua ya kwako hapo nyumbani soma ili uone hiki ninachokisema ndicho au nimechomeka maneno. Sawa. Naenda kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 1 na kuendelea. Hapo ndipo nataka nikaifundishe jamii kitu. Sawa. Mwanzo 1:1 inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji. Roho ya Mungu ilitulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Mungu akasema, iwe nuru. Ikawa nuru. Mungu akaiona ya kuwa nuru ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, akaita giza usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Pigia mstari maneno haya. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Pigia mstari maneno haya.
ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Ili iwe jioni sharti kuwe nini? Kuwe na giza. Giza linapatikanaje? Maana yake jua kuzama. Yes. Ikawa asubuhi siku ya kwanza. Ili iwe asubuhi sharti nini? Jua lizame na asubuhi lichomoze jua. Kwa hiyo ikiwa jioni jua lilizama, ikawa asubuhi jua lilichomoza. Maana yake jioni lilizama, asubuhi likachomoza, ikawa siku ya kwanza. Siku ya kwanza. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Maana yake siku ya kwanza ilipatikana kwa jua kuzama na kuchomoza. Si ndio maandiko yanavyosema? Sasa twende mbele. Tunaenda aya 14. Nisikilizeni vizuri. Mwanzo 14. Mungu akasema, na iwe anga katika anga la mbingu, ili ikatenge maji na mchana, ikatenge mchana na usiku. Nayo ndiyo ikawe dalili, na maji ya mbinguni, ikawe dalili. Koja. Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku. Nayo iwe ndiyo dalili, na maji na majira na siku na miaka. Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu, itie nuru. Sawa sawa? Ngoja turudi juu kidogo hapa. Twende aya 9, tutaelewa vizuri hapa tukianzia aya 9. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu yakakusanyike mahali pamoja, ili paonekane mahali pakavu. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na kusanyiko la maji akaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema nchi na itoe majani, miche na uoto wa mbegu, na miti ya matunda na uzao wa matunda kwa jinsi yake, ambavyo mbegu zake zimo ndani yake, juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, miche, mbegu na kwa jinsi yake, na miti ya uzao wa matunda ambayo mbegu zake zimo ndani yake, kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni njema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya tatu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya tatu. Mungu akasema, na iwe mianga miwili. Hapo aya 14. Na iwe mianga miwili katika anga la mbingu, ili ikatenge kati ya mchana na usiku. Nayo iwe ndiyo dalili ya majira na miaka. Sawa? Tena iwe ndivyo mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili, ule mkubwa uitwe mchana na ule mdogo uitwe usiku. Akafanya pia na nyota. Mungu akaziweka katika anga la mbingu, iwe juu ya mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya 4. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya 4. Kwa hiyo mwanga wa usiku na mchana uliumbwa siku ya ngapi? Siku ya 4. Ambako jua na mwezi viliumbwa siku ya ngapi? Siku ya kwanza. Siku ya 4. Hapa inaonyesha siku ya 4 ndio Mungu anaumba mwanga wa jua mchana na mwanga wa mwezi usiku. Maana yake kwa mujibu wa Biblia, jua na mwezi viliumbwa siku ya 4. Wakati kabla ya siku ya 4, siku ya kwanza Mungu alisema iwe nuru, ikawa nuru. Siku ya kwanza hiyo ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Swali nakuja, ikiwa siku ya kwanza ilikuwa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza, alafu jua limeumbwa siku ya 4, hii siku ya kwanza mpaka
3 hiyo jioni na asubuhi ilipatikanaje na jua halijaumbwa? Au bado sijaeleweka? Nimeeleweka? Kwa mujibu wa maandiko, jua na mwezi vinaumbwa siku ya ngapi? Siku ya 4. Lakini siku ya kwanza mpaka ya 3 Mungu anaumba, inakuwa jioni na kuwa asubuhi siku ya kwanza. Swali inakuja, iliwezekanaje kupata siku ya kwanza wakati wa jua linazama na kuchomoza siku ya kwanza kabla jua halijaumbwa? Kwa sababu jua liliumbwa siku ya 4. Sasa siku ya kwanza huu mwezi na jua, mwanga na giza vilipatikana vipi wakati hakuna jua wala mwezi? Hapa ni kuonyesha Biblia imechemka. Yani kama unataka kufundisha habari ya Biblia juu ya sayansi, kwa mujibu wa maandiko ya Biblia imeshindwa sayansi. Manake waandishi wa Biblia wameshindwa kumanage sayansi ya uumbaji wa kuumbwa kwa ulimwengu ndani ya Biblia. Ndiyo maana unaanza mwanga, inaanza siku ya usiku na mchana kabla kinacholeta usiku na mchana akijaumbwa. Manake anazaliwa mtoto kabla ya mimba. Inawezekana kweli? Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hiyo kwa maneno haya, unapozungumzia sayansi ndani ya Qur'ani, sayansi ndani ya Biblia, eti ilipita Qur'ani, ilianza kwanza Biblia kueleza sayansi alafu ndio ikazungumza Qur'ani, haya maneno ya uongo. La kwanza hilo. La pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura 21 aya ya 14 kuanzia 12 mpaka ya 14. Mwenyezi Mungu katika aya takribani 5 anazungumzia namna mwanadamu anavyoumbwa kwenye tumbo la mama hatua kwa hatua. Yani ndani ya aya ya 12 mpaka ya 14 Mwenyezi Mungu anazungumzia mbegu zinazofanya fertilization, mbegu inavyokutana na yai, mimba inavyojitunga kwenye uterus, kukua kwa mimba hatua kwa hatua mpaka mtoto anazaliwa. Ipo katika sura ya 21 aya ya 12 mpaka ya 14. Qur'ani inaeleza. Biblia from Genesis to Revelation, ndani ya kitabu hiki huwezi kuona mahali popote Mungu anazungumzia mbegu ya uzazi inaingiaje kwenye tumbo la mama mpaka mimba inapatikana. Kama yupo msomi duniani wa Biblia, mimi nampa milioni 100. Aje. Yupo na atokei. Lakini Qur'ani ndiyo kitabu pekee kimeelezea kwamba mimba inapotunga siku gani anakuwa mtoto wa kiume au mtoto wa kike kwenye tumbo la mama. Hata wanasayansi hawajafundisha hilo, ni Qur'ani peke yake ndio imefundisha hivyo. Kwa hiyo wanasayansi wamekuja kujua baada ya kufundishwa kupitia Qur'ani. Qur'ani katika surati Dahri sura ya 76 aya ya kwanza Mwenyezi Mungu anasema na ulimpitia mwanadamu yani na ulimpitia mwanadamu muda mrefu, mwanadamu hakuwa ni kitu chenye kujulikana. Hakika ya Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu kwa mbegu mbili zilizochanganyika, ya kike na ya kiume. Qur'ani inafundisha katika surati Dahri mwanadamu anaumbwa kwa mbegu mbili zilizochanganyika, ya kike na ya kiume. Kwa hiyo jinsia ya mtoto inapatikana siku ile ile wakati conception inafanyika, fertilization inafanyika, mimba inaungana pale pale wakati yai inachomeka kwenye mbegu ya kiume inachomeka kwenye yai la mama, pale pale ndio mtoto anajua anakuwa wa kike au wa kiume, kwa sababu baba ana mbegu za kiume na mbegu za kike, na mwanamke ana yai lake lina mbegu za kike tofauti. Mbegu ya kiume kitunga kwenye mbegu ya kike, huyo mtoto wa kiume. Mbegu ya kike kitunga kwenye yai kike, hiyo mtoto anakuwa wa kike. Qur'ani pekee yake ndio imefundisha hiyo. Biblia hii hakuna mahala imeandika mimba inaingiaje. Kama yupo msomi wa Biblia anaweza kuthibitisha mimba inaingiaje, mimi nampa milioni 100. Biblia haina. Sasa unaposema Biblia imeifundisha Qur'ani juu ya sayansi, unamaanisha kwenye engo gani? Lakini la pili, Qur'ani katika sura ya 57 Mwenyezi Mungu anazungumza. Sura ya 57 ndani ya Qur'ani inaitwa Suratu Al-Hadid. Suratu Al-Hadid ni sura inazungumzia chuma. Chuma. Surati Al-Hadid inazungumzia chuma. Lakini viwango vya vigawe katika chuma vikoje? Kama unaenda kusoma chemistry, viwango vya vigawe katika chuma, 57 ni namba gani katika kigawe cha chuma?
ndio the best siri ya chuma katika namba. Katika physics hakuna msomi yote wa physics anaweza kukataa namba 57 kuwa ndio kigawe halisi cha namba ya chuma, ambayo Qur'ani imeifanya ile sura yenyewe iliyotaja chuma ni sura ya 57. Wanasayansi wamekuja kujua juzi kwamba chuma katika ile level ya kati ya chuma bora ni namba 57. Qur'ani imeipita Biblia, na katika Biblia hii hakuna mahali popote inazungumzwa chuma na maajabu yake kama ilivyo ndani ya Qur'ani. Kama yuko msomi alete, nampa milioni 100. Kwa sababu nimeisoma hii Biblia kutoka mwanzo mpaka mwisho. Wabishi watakuja lakini wasomi hawawezi kuja. Maana ubishi ni kitu kingine na usomi ni kitu kingine. Msomi anabisha kwa hoja, mbishi anabisha kwa maneno. Kwa hiyo nikizungumzia kitabu hiki juu ya sayansi kimepitwa mbali. Qur'ani katika sura ya 16. Sura ya 16 katika Qur'ani inaitwa Suratun Nahli. Ni sura inayomzungumzia nyuki. Ni sura inayomzungumzia nyuki. Wanasayansi wote duniani wanakubaliana kwamba nyuki ameumbwa na chromosome 16. Na Qur'ani imemtaja nyuki katika sura ya 16 kwa idadi ile ile ya DNA ya nyuki katika chromosome 16. Biblia hii hata itambui nyuki kaumbwaje na kwa chromosome gani. Unaposema Qur'ani imepitwa na Biblia, unatakiwa uwe na hoja za elimu, usiwe unasema sema tu ili mradi na wewe uonekane umebishana. Lakini Qur'ani yenyewe kama yenyewe imezungumzia maji na aina za maji katika uumbaji. Sahihi. Awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal ardhi kanata ratkan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hai. Hiyo ni sura 21 aya nambari 30. Mungu anawauliza, tena sio Waislamu, anauliza wasio Waislamu, awalam yara alladhina kafaru, hivi hawaoni hawa wanaoipinga hii Qur'ani, anna samawati wal ardhi kanata ratkan fafataknahuma, kwamba mbingu na ardhi vilikuwa kitu kimoja kisha Mungu akavilipua. Qur'ani peke yake ndio inazungumzia the big bang, mlipuko wa kuumbwa, solar system. Qur'ani katika sura ya 21 aya 30. The big bang hamna, the big bang hamna. Kuna maneno tu hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Mungu akasema iwe nuru, akaiona kuwa nuru ni njema, akatenga nuru na giza, akaita nuru mchana, giza usiku, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza, afu jua linaumbwa siku ya 5. Unajiuliza maswali, maandiko haya walioandika hapo walikuwa hawajui kwamba haiwezi kuwa usiku na mchana mpaka jua liumbwe kwanza? Vipi inaanza kuwa usiku na mchana, jua lenyewe linaumbwa baadaye? Wanapataje usiku na mchana bila kuumbwa? Kwa nini? Kwa sababu haya ni maneno yaliyochanganywa na maneno ya watu. Humu ndani kuna maneno ya Mungu machache na maneno ya watu. Sasa kwa sababu mwanadamu ana mapungufu katika kusahau, mwanadamu ana mapungufu katika elimu, haliwezi kulizungumza jambo kwa kiwango chake. Sasa the Big Bang, Qur'ani ndio imeeleza the Big Bang. Kama kuna Mkristo anaweza kutoa the Big Bang, theory ya kupasuka kwa monoblock, zile single of matter, kupasuka kwa jiwe moja alafu likakimbia angani, alafu likawa linatembea kwa kasi, mapande yakawa nakwenda angani kwa kasi, ambayo leo tunaita solar system, anaweza kufundisha kwa Biblia hii msomi wa Kikristo, mimi nampa milioni 100. Aje.
So kama una mashaka sina, nitakupa hata gari ya milioni 400. Nakupa ile unaenda kuchukua. Maana unaweza kusema hiyo hela hana hiyo. Nakupa gari. Kauze uchukue 100 yako 300 yangu nirudishie. Yaani nataka nionyeshe kwamba Uislamu na Qur'ani ni vitu vilivyofundisha vitu vingi sana. Angalia Qur'ani namaliza, awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal ardhi kanat ratakan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hai. Akajalia kwa maji kuviumba vitu vyote kuwa hai. Qur'ani ndio kitabu pekee kimetaja aina zote za maji, gaseous form, liquid form and solid form. Kama kuna Mkristo anaweza kufundisha aina hizo, type hizo za maji ndani ya Biblia hii, gaseous form, liquid form na solid form, mimi nampatia milioni 100. Aje. Yaani hizo zote naendelea kutoa comment ambazo huna jeuri ya kuzitoa. Biblia haina gaseous form, liquid form na solid form. Huwezi kupata huko. Formula hizo ziko ndani ya Qur'ani tu. Si naeleweka? Unaeleweka? Yaani bado tunataka tuifundishe jamii ijue unapokwenda kushindana na Qur'ani juu ya sayansi na teknolojia. Muhammad ndio nabii wa zama za sayansi na teknolojia. Huwezi kwenda kushindana naye kupitia Biblia, maneno yaliyofanywa na watu kwa miaka 500. Haiwezekani. Biblia imetungwa kwa miaka 500, watu wakishape namna gani ionekane kwa jamii. Biblia isomekeje, nani aweje? Yani Musa wa umu yuko shaped, Daudi wa umu yuko shaped, Yesu wa umu yuko shaped, shetani wa umu yuko shaped, Mungu wa umu yuko shaped. Yani umu kila kitu kiko shaped. Yani kila kitu wamekishape wanavyotaka wao. No. Mpaka shetani wa umu yuko kwenye shape umu. Shetani wake wamemshape, yani shetani wa Biblia akaeje. Kwa sababu shetani wa umu walivyomshape aliwahi kukaa na Mungu akashauriana. Yani shetani na Mungu wamekaa wanashauriana. Lakini kitabu hiki ukitaka kujua mafundisho mengine ya mapungufu mengi katika Biblia, Mwanzo 1:26-27 maandiko yanasema, Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama nchi yote, pia kila chenye kutambaa. Sawa Aya 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Mungu anamuumba Adamu, sawa? Hapa ndio inaonekana hivyo, si ndio? Mungu anamuumba Adamu. Sasa hii sura inakwenda, Adamu anamuona Hawa, anamjua Hawa. Ndio. Hawa anamzaa Kaini. Baadaye anamzaa Haberi. Ndio. Kaini na Haberi wanazali. Alafu Kaini anakuwa mkubwa. Baada ya kumuua Haberi, Kaini anakwenda kuoa katika nchi ya majitu. Duniani kuna watu 4 tu. Adam, Sethi, Hawa na Kaini. Alafu Kaini anaenda kuoa nchi ya majitu. Swali nakuja, au majitu walikuwa wanaishi wametokana na nani? Kwa sababu mtu wa asili ni Adam. Na watoto wote wamezaliwa na Adam. Hapo dunia ina watu 4. Kaini anaenda kuoa, anaenda kumuoa nani? Watu wa majitu, watu wa aina gani? Wapi? Au majitu ndo watu gani? Wamezaliwa na nani? Wameanzishwa wapi? Na hiyo ipo kwenye Biblia. Nakwambia kwenye Mwanzo hapa 2 na kuendelea zote ziko kwenye hii Biblia. Ndio maana tunaposema Biblia ni maneno matakatifu ya Mungu yaliyotiwa mkono, tunamaanisha humu ndani kuna mapungufu mengi. 24:32 Genesis, Mwanzo. Ngoja uisikie hiyo aya, afu unaweza kashika kichwa ukaumwa vile vile. Yani jiandae kuumwa kichwa. 24:32 Mwanzo. Kuna kitu hapa nataka ukione. Hii sura 32 mstari wa 24. Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipomwona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa Yakobo, wa paja la Yakobo, akateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye.
akasema niache niende zangu maana kuna pambazuka. Akasema sikuachi usiponibariki. Akamuuliza jina lako nani? Akasema jina langu Yakobo. Akamwambia jina lako hauta tena Yakobo bali utaitwa Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu nawe umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema niambie tafadhali jina lako nani? Akanena kwa nini kuniuliza jina langu? Akambariki huko. Yakobo akapaita mahali pale Penueli, maana alisema nimeonana na Mungu uso kwa uso, nimemshinda na nafsi yangu imeokoka. Yani Mungu anatoa baraka kwa Yakobo baada ya Yakobo kumpiga ngwala. Pigwa ngwala Mungu mpaka anavunjika mguu. Yani mguu kavunjika. Alafu Mungu anamwambia Yakobo, bwana pata pambazuka hapa. Balale yenyewe watu wataniona niache niende. Yakobo anambia kama unataka nikuache watu wasikuone nibariki. Mungu anambia basi nimeshakuita Yakobo, wewe Israeli, kuanzia sasa umebarikiwa. Yakobo anapaita mahali pale Penueli, maana yake nimeonana uso na Mungu uso kwa uso. Hivi kweli Mungu anaweza kupigwa mweleka mpaka atoe baraka? Baraka za mweleka hizo ni baraka kweli? Haya ni maneno ya Mungu, haya ni maneno ya watu. Ndani ya Biblia hii kuna mapungufu mengi. Ukitaka kubishana unaweza kubishana, lakini ukitaka kupata elimu ndani ya Biblia hii kuna mapungufu mengi sana. Pungufu la kwanza, Yesu anatajwa kwa miaka 3 tu. Maisha yake yote Yesu tangu anazaliwa mpaka anaondoka mbinguni, historia iliyomo humu kwa ufupi ni miaka 3. Mtu aliyeishi miaka 33 duniani. Ukisoma katika kitabu cha Luka 1:26, isikilize vizuri hiyo aya. Nataka tuwapeleke watu darasani wajifunze kitu. Luka 1:26 inasema hivi: mwezi wa 6 malaika Gabrieli alikwenda Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia ndani yake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Akafadhaika kwa ajili ya maneno yake, akiwaza moyoni mwake akisema, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usihofu Mariamu, kwa maana umepata neema kutoka kwa Mungu. Tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Hii taarifa Yesu anataka kuzaliwa. Sawa sawa? Manake hapa mimba inakuja, sawa? 1:26 hiyo. Bwana Yesu anatakiwa kuzaliwa. Tunaenda 2:5. Luka 2 sura mstari wa 5. Unasemaje? Tuanzie 1. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote waliopo ulimwenguni. Orodha hii ndio ya kwanza iliyoandikwa huko Kirenio, alipokuwapo liwali wa Sham. Watu wote wakaenda kuandikwa kila mtu katika mji wao. Yusufu naye aliondoka Galilaya kutoka mji wa Nazareti, akapanda kwenda mpaka Uyahudi katika mji wa Daudi uitwao Bethlehem, kwa kuwa yeye alikuwa wa mbari ya Daudi, wa jamaa ya Daudi, ili andikwa pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba, ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika mavazi ya kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu alikosa nyumba katika nyumba ya wageni. Hapa kazaliwa. Sawa sawa? 1:2-5-6 hiyo, sawa Haya, tunaenda 2:21. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri, alitahiriwa, akaita jina lake Yesu kama alivyoitwa na malaika. Hapo katahiriwa siku ya 8 hiyo. 2:41. Tunakwenda 2:41. Basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka, na alipokuwa ametimiza umri wake miaka 12, alipanda kama ilivyokuwa desturi, wakaenda huko. Ilipokwisha kuazimisha sikukuu, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Maana yake hapa ana habari ya miaka mingapi? 12. Swali linakuja, tangu alipotahiriwa, tangu siku ya 8 alipotahiriwa, Biblia haisemi Yesu alifanya nini mpaka alipofika miaka 12. Baada ya tukio hili, Biblia haisemi neno tena mpaka miaka 30. Luka 2:21. Hapa tunatoka 2:21. Tulipatoka pale, hapa tunakwenda 2:21. Utaona mapungufu yaliyopo katika kitabu hiki. 2:33.
ana miaka 12 anauliza maswali hekaruni, anakwenda kuonekana tena na miaka 30. Kuanzia umri wa miaka 15 mpaka 29, miaka 18, hii Biblia haisemi Yesu alikuwa wapi wala alikuwa anafanya nini. Na kama yuko mwana theolojia anaweza kueleza hilo, nampa milioni 10. Aje. Hayupo. Kwa nini tunasema haya? Tunasema nataka watu wajifunze kwamba unapofananisha Biblia na Qur'ani katika swala la sayansi na teknolojia au katika kueleza mambo ya maandiko matakatifu ya Mungu juu ya ukweli, ni sawa na kufananisha mwanafunzi wa darasa la 7 na msomi wa chuo kikuu, tena anafundisha degree. Yani mtu anafundisha degree ya kwanza, alafu nataka ufananishe elimu yake na mwanafunzi wa darasa la 7. Haiwezekani dogo. Yani huyu kaishia pai mara kipenyo tu, bado mdogo sana huyu. Yani tunajaribu kueleza watu wajue kwamba Biblia ni kitabu bado sana ukilinganisha na Qur'ani. Na wakitaka watu kujua, naam, wasubiri mdahalo wa kesho kutwa tarehe 1 na tarehe 1 na tarehe 2, na mchungaji Ndacha anaenda kumthibitisha Yesu Mungu, alafu kafa msalabani, ndio ataenda kuona kama alage mboga au futari. Yani kwa sababu kwanza anaenda kumthibitisha kafa msalabani, baadaye anaenda kusema huyo Mungu. Yani kuna maswali ya kujiuliza sana, na Mungu hafi hata kwa bahati mbaya. Timotheo wa kwanza 6:16, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na utukufu vina yeye milele hata milele. Amin. Na Yesu mwenyewe akasema wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Ndacha atenda kuambia watu kati yeye na Biblia nani muongo. Dr. Sule, kuna swali kabla yako. Kuna watu wanasema unavoisoma Biblia, watu wanasema wewe ulikuwa Mkristo, uliamua tu kubadilisha dini. Hayo ni maneno ya watu tu. Mimi sijawahi kuwa Mkristo wala sina mpango wa kuwa Mkristo. Mimi ni Muislamu, nimezaliwa Muislamu, ila mimi nimesoma vitabu vya theolojia vya Kikristo. Mimi nimesoma makanisa ya Kikristo, nimesoma makanisa si hataji, lakini nimesoma katika makanisa ya Kikristo na nimesoma theolojia, na nimesoma kwa walimu wanaojua elimu ya theolojia ya Kikristo. Yaani sio tu kusoma Biblia, mimi najua historia vizuri. Mimi naujua Ukristo, kila dhehebu na mahali lilipoanzisha na mwaka ulioanzisha na nani alianzisha. Najua. Dhehebu la kwanza kabisa kuanzishwa ni kanisa Katoliki. Dhehebu Katoliki Roma ndo anaanza. Wakafuata 1154 wanaitwa Greek Eastern Orthodox. Hilo ndo dhehebu la pili. Ikafuata mwaka wa 517 wanaitwa Lutheran Church. Wanafuata wanaitwa Anglikana 538. Haya ndo makanisa yaliyofuata. Baada hapo kuna Church of Christ na mengine mpaka wa Sabato wameanzishwa mwaka 1885 Michigan, Marekani, na mtu mmoja anaitwa Ellen G. White. Yeye ndo kaanzisha hilo kanisa. Martin Luther ameanzisha tarehe 17 mwezi wa 10 1517, tarehe 30 mwezi wa 10 1517 katika mji wa Wittenberg katika nchi ya Ujerumani. Martin Luther alikuwa mtawa katika kanisa Katoliki. Alipopinga mambo 18 ya Wakatoliki, ndio akaandikiwa barua na kutangazwa kama muasi. Amri ikatolewa na serikali ya Kirumi auawe. Kabla ya kuuawa ndo akaamua kuanzisha kanisa hili naitwa kanisa la Waluteri tarehe 31 mwezi wa 10 1517. Kama kuna Mkristo anapinga hilo, atoe hoja, aseme limeanzishwa lini na wapi, kinyume na nilosema mimi, na ataje kitabu kama atapata kitabu tofauti na maneno haya. Dr. inasemekana kwamba kuna agano la kale na agano jipya. Lakini kwa nini imekuja agano jipya na kwa nini agano la kale limeachwa? Nimesema Biblia hii imetengenezwa kwa miaka 500. Wanatheolojia wa Kikristo walilazimika kuishepu kwa miaka 500 ili kuitengeneza aina ya Biblia wanayotaka, walioigawa katika makundi makubwa 4. Kitabu hiki kina makundi makubwa 4. Kundi la kwanza ni vitabu vya kale ambavyo vinabeba Torati na manabii. Kundi la pili ni Injili 4 ambazo zinazungumza maisha ya Yesu. Kundi la tatu maneno ya Paulo ambayo ni nyaraka za uokovu alizozifundisha Yesu. Na kundi la 4 ni kitabu cha Ufunuo ambacho Mungu
alishusha kwa Yohana wa Zebedayo akiwa Patmo katika kisiwa cha Cyprus hivi sasa mwaka 90 AD, miaka 90 baada ya Yesu, mwaka 90 AD, takriban miaka 30 miaka 50 na kidogo kabla ya Bwana Yesu kupaa mbinguni. Viko hapa. Kwa hiyo kitabu hiki kusema kuna agano jipya, agano la kale, hiyo ni shepu iliyotengenezwa na wataalamu wa kitheolojia wa Kikristo ili kutengeneza njia ya kuwafanya watu waone kitabu hiki kilikuwa kikifundisha Ukristo na kwa malengo ya Ukristo. Ndio maana humu ndani kuna vitu vingi vina mapungufu katika hayo. Moja kati ya hayo, humu ndani huwezi kupata Torati halisi ya Musa. Ukisoma Malaki 4:4 inasema, ikumbukeni Torati ya Musa mtumishi wangu niliyomwamuru huko Herobi, na